Ni rasmi sasa, serikali ya Tanzania imeweka zuio la kusafirishwa kwa mazao ya kilimo kwenda nchi za Malawi na Afrika Kusini, sambamba na kuzuia kuingizwa Tanzania kwa mazao ya kilimo kutoka katika nchi hizo. Zuio hilo limetolewa na Waziri wa Kilimo Tanzania Hussein Bashe jana baada ya Malawi na Afrika Kusini kuzuia wafanyabiashara wa Tanzania kuingiza mazao yao katika mataifa hayo mawili Afrika. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Uamuzi wa Bashe umekuja baada ya kutoa muda wa siku 7 za majadiliano kati ya nchi hizo mbili na Tanzania baada ya kuwepo kwa taarifa za wafanyabiashara wa Tanzania kuzuiwa kusafirisha mazao yao ya kilimo kwenda Malawi na Afrika ya Kusini. Kwa hiyo hatutaruhusu zao lolote linalotoka Afrika Kusini linalohusiana na kilimo ndani ya nchi yetu. Kuhusu nchi ya Malawi, mpaka sasa hawajafuta notice walioitoa. Kwa hiyo ninatangaza rasmi, ni marufuku mazao yoyote ya kilimo kutoka Malawi kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia leo. Wiki iliyopita Bashe alitoa siku 7 akizitaka Malawi na Afrika ya Kusini kuruhusu mazao ya kilimo ya Tanzania kwenda katika nchi hizo, ama la basi Tanzania ingechukua hatua. Na hatimaye jana Bashe alifikia uamuzi huo kwa kile kinachoonekana kutofikiwa kwa makubaliano ya pande hizo kuhusu biashara ya mazao. Mzozo kati ya nchi hizi umewaathiri wadau mbalimbali wa biashara, wakiwamo madereva wa malori yanayosafirisha bidhaa zao kwenda nchi nyingine za Afrika. DW imezungumza na mwenyekiti wa wamiliki wa malori madogo na ya kati Tamstoa Chuki Shabani, ambaye amesema zipo athari zitokanazo na mzozo huo, lakini maslahi ya taifa ni mapana zaidi. Athari ya kukosa kazi ni kubwa, lakini pia kulinda utu wetu wa nchi yetu ni kubwa zaidi, kwa maana ya ambavyo tumesikia kwamba wao wamekuwa si watifu. Kwa nini sisi tuwanyenyekee wao? Mfanyabiashara wa mazao ya kilimo kutoka Tanzania Lusako Mwansasu amesema pamoja na kuwa zipo athari kwa upande wake, lakini zina mantiki katika kuijengea heshima Tanzania. Athari zipo, lakini kama nchi kuna muda lazima watu waumie ili mambo yakae vizuri. Meantime tunaweza tukaona kwamba kwa wafanyabiashara sisi inatuathiri, lakini kama ni utaratibu wa serikali, na hapo baadaye nadhani kutakuwa kuna structure nzuri ya kufanya biashara. Hata hivyo, Bashe amesema wakati mazungumzo yanayoongozwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki Mahamoud Thabit Kombo yakiendelea na mataifa hayo, serikali ya Tanzania haiwezi kuishi kizuizini. Malawi na Tanzania na Afrika ya Kusini zinabadilishana mazao ya kilimo kama kokoa, ufuta, ndizi, parachichi, mchele na matunda kama tufaa na zabibu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema hii leo kwamba Kiev inaweza kufanya kila kitu ambacho washirika wake wanataka, lakini haiwezi kutambua uhalali wa Urusi kuinyakua rasi ya Crimea unaotajwa kuwa ni kinyume cha sheria kulingana na katiba ya Ukraine. Na anatoa matamshi hayo katika katikati ya shutuma zinazotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani kwamba kiongozi huyo anarudisha nyuma juhudi za amani kwa kukataa kuitambua Urusi kama mmiliki halali wa eneo hilo. Lilian Mtono anaarifu zaidi. Zelensky amesema akiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini, kwamba wako tayari kutekeleza kila pendekezo linalotolewa na washirika wake, lakini kamwe hawatokubali kufanya kitu kinachokinzana na katiba ya nchi. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara yake nchini humo baada ya kuulizwa kuhusiana na nafasi ya Ukraine kwenye mazungumzo ya kusitisha mapigano. Ziara hii ya Zelensky nchini Afrika Kusini ni ya kwanza barani Afrika na inayoashiria kubadilika kwa msimamo wa taifa hilo kuelekea uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, ambao ilikataa katakata kuulaani hapo kabla, na inafanyika wiki chache baada ya Afrika Kusini kwa mara ya kwanza kuunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kukosoa uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine. Rais Zelensky amekosoa kutokuwepo kwa shinikizo la dhati dhidi ya Urusi la kumaliza uvamizi wake nchini Ukraine ama kukubali kusitisha mapigano. Amesema hii leo kwamba haoni dalili yoyote ya Urusi kushinikizwa zaidi na hata kwa vikwazo vipya dhidi ya uvamizi huo. Sioni shinikizo lolote la nguvu dhidi ya Urusi ama hata vikwazo vipya dhidi ya uvamizi wa Urusi. Hadi sasa tuna matumaini makubwa, bila shutuma zozote, hakuna hisia wala shutuma. Tunasema wazi wazi.
Kwa upande wake, Rais Cyril Ramaphosa amesema amezungumza na Rais Donald Trump kuhusiana na mzozo wa nchini Ukraine na wamepanga kukutana hivi karibuni. Ametoa matamshi hayo wakati wa ziara hiyo ya Zelensky, ambayo hata hivyo aliisitisha kufuatia mashambulizi ya Urusi kwenye mji wa Kiev usiku wa kuamkia leo. Nilikuwa na nafasi ya kuzungumza na Rais Trump jana, kujadiliana kuhusu mchakato wa amani nchini Ukraine. Kwa pamoja tumekubaliana kwamba vita hivyo vinatakiwa kumalizwa haraka iwezekanavyo ili kuzuia vifo zaidi na uharibifu. Trump amekosoa vikali mashambulizi hayo ya Urusi wakati akihangaika na pande zote kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Ameandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba hajafurahishwa na mashambulizi hayo, hii ikiwa ni hatua ya nadra sana ya kumkosoa rais wa Urusi Vladimir Putin. Amemwambia Putin aache mashambulizi kwa kuwa hayana umuhimu na yanafanyika wakati mbaya, akimtaka wafikie makubaliano ya amani. Moscow kwa upande wake imemshutumu Zelensky kwa kushindwa kabisa kufikia makubaliano ya kumaliza vita, huku ikisifu msimamo wa Trump kwamba Kiev inalazimika kukubali kuiachia Russia Crimea ili kufikia makubaliano. Hayo yamesemwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova mjini Moscow. Ni ripoti yake Lilian Mtono, asante sana. Mvutano kati ya mataifa hasimu ya India na Pakistan umeongezeka kwa kasi baada ya India kuilaumu Pakistan kwa shambulio la kutisha lililotokea katika eneo la Kashmir siku ya Jumanne na kuua watu 26, wengi wao wakiwa watalii. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameahidi hatua kali dhidi ya waliopanga na kutekeleza shambulio hilo. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Shambulio la nadra dhidi ya raia, wengi wao wakiwa watalii waliokuwa wakitembelea eneo maarufu lenye mandhari nzuri, lilishtua na kuighadhabisha India na kusababisha mito ya kuchukua hatua dhidi ya adui yao mkubwa Pakistan. Serikali ya India haikutoa ushahidi wowote hadharani unaohusisha Pakistan moja kwa moja na shambulio hilo, lakini ilidai kuwa shambulio hilo lina mashirikiano ya mpakani na nchi hiyo jirani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameapa kuwasaka na kuadhibu wahusika wa shambulio hilo. I say to the whole world, ninasema kwa dunia nzima, India itawatambua, itawafuatilia na kuadhibu magaidi wote pamoja na wale wanaowaunga mkono. Tutawafuatilia hadi mwisho wa dunia. to the ends of the earth. Shambulio hilo lililotokea katika eneo maarufu la utalii la Pahalgam limeishtua India nzima na kuvunja hali ya utulivu ambayo serikali ya Modi ilikuwa ikijivunia katika eneo hilo lenye mzozo wa muda mrefu. Ingawa kundi linalojiita Kashmir Resistance limedai kuhusika, India imesema kuna uhusiano wa mpakani na Pakistan. Pakistan kwa upande wake imekanusha vikali kuhusika na katika majibu yake imetangaza hatua kadhaa zikiwemo kufunga anga yake kwa ndege zote za India, kufuta visa za raia wa India na kusitisha biashara na taifa hilo. Maandamano pia yamefanyika katika miji kadhaa kupinga hatua za India, ikiwemo kusitisha mkataba wa kugawana maji ya Indus, kufunga mpaka wa ardhini na kufukuzwa kwa baadhi ya wawakilishi wa kidiplomasia. Muhammad Latif Khan ni mkazi wa Islamabad aliyeshiriki maandamano ya kupinga hatua za New Delhi. Bila uchunguzi, tuhuma hazina msingi. India imechukua hatua za haraka. Wakidhani watatutisha, wanakosea. Jeshi letu liko tayari na taifa lote lipo nyuma yao. Wakati hali ikiendelea kuwa tete, wachambuzi wanaonya kuwa hatua hizi za kidiplomasia huenda zikawa mwanzo tu wa kile kinachoweza kuwa mzozo mkubwa zaidi. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh tayari ametishia mashambulizi ya kijeshi dhidi ya wale waliohusika. India na Pakistan zimekuwa na mgogoro wa muda mrefu kuhusu Kashmir, eneo ambalo limegawanywa lakini linadaiwa na pande zote mbili tangu mwaka 1947. Kwa sasa dunia inatazama kwa wasiwasi, huku mvutano huu ukiibua hofu ya kurudi kwa hali ya vita baina ya majirani hawa wenye silaha za nyuklia.